Wito huo umetolewa na Padre Innocent Chaula ambaye ni katibu wa afya na katibu wa mhashamu Askofu Eusebius Kyando Jimbo Katoliki la Njombe wakati wa maadhimisho ya Jubilei Kuu ya Ukristo 2025 iliyofanyika katika hospitali ya St. Joseph Ikelu iliyopo halmashauri ya mji wa Makambako. Aidha, amewataka wahudumu wa afya kuwa chachu ya matumaini kwa wagonjwa, ambapo pia amepongeza hospitali kwa kutoa huduma za uchunguzi wa afya bure kwa wananchi 412. Huduma iliyotolewa siku 2 hospitali ni hapo. Hospitali hii imeletwa hapa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi na sio biashara. Kwa hivyo tuombe tusaidiane katika huduma hizi. Tunapata changamoto kama walivyoeleza katika taarifa ya hospitali. Changamoto pia katika uendeshaji, michango mingi, kodi nyingi, mtawala hapo anajua nao bana na serikali huko na mamlaka za mapato kadhaa. Sasa tuwaombe viongozi wa serikali mliopo, mnapotusemea huko, mtusemee kama kituo cha huduma na sio biashara. Kanisa linamhudumia mtu kimwili na kiroho. Kwa hivi muda fulani, miaka hii ya karibuni, sisi private sector hasa za makanisa tunaonja ukali huo. Kwa hivyo basi tuiombe serikali iwe inatufikiria katika jambo hilo, na pia ugumu katika mambo ya bima. Muda mwingine huwa tunasema, yani tunapata shida sana katika bima, kwa sababu vifurushi vya bima vilivyoletwa sasa kidogo vinakandamiza mtoa huduma, kwa sababu bei zake kidogo zipo chini. Changamoto kubwa siku hizo za leo, hasa kwa upande wa wafanyakazi. Nasema hivi kwa wafanyakazi kwa sababu linatugusa kama kanisa, kwa matukio yanayotokea hivi karibuni. Unajua, wengi tunapotoka chuoni tunaomba ajira, na hapa mnatoa ajira hospitali hii, lakini zitakapotangaza tu ajira za serikali, wengine tunaondoka hata bila kuaga vizuri, kwa sababu ajira za serikali zimefanya nini? Zimepatikana. Tuombe mnao wafanyakazi, tuwashukuru kwanza ninyi mliopo ambao mnadumu na sisi. Mungu awabariki kwa kuwa mnajali huduma mnayohudumia watu, na sio tu fedha tu kwa sababu ya mishahara tu. Hii ni huduma. Kwa hivyo huu ni mwito pia kwa serikali yetu, kwa sababu sisi watu tunapokea watu wanaoomba ajira na tunawapatia ajira katika sekta binafsi. Sasa inafika wakati wale wakishakuwa wameiva ndio wanaochukuliwa, lakini kuna kundi lingine liko mtaani huko halina ajira. Kwa hivyo tunaomba serikali iwe inawafikiria wale ambao hawana nini, ajira. Nao baadhi ya wafanyakazi wa kituo cha afya Ikelu pamoja na wananchi wa halmashauri ya mji Makambako akiwemo Rosemary Damiani wamesema huduma za afya kwa sasa ndio msingi wa maendeleo ya wananchi na serikali kwa ujumla. Nyingine katika kazi zetu, unaweza ukajitahidi sana, ukajituma sana kuhudumia wagonjwa vizuri, lakini sio wote ambao watakuwa na mapokeo mazuri na huduma yetu. Kwa namna nyingine, mgonjwa anaweza akakujeli au akakujibu vibaya, akakutukana, lakini kwa sababu ya maadili ambayo tumefunzwa katika kazi yetu, haupaswi kubishana na mgonjwa wala haupaswi kujibu mgonjwa kulingana na jinsi ambavyo amekutukana au amekujibu vibaya, bali tunapaswa kunyamaza na kuendelea na kazi zetu kama kawaida. Mtu anaitwa mgonjwa na changamoto zake. Unajua, kuna wakati mwingine mgonjwa anaweza kukujibu vibaya, lakini kama una maadili ya kazi, inatakiwa ufanye kazi kadri maadili yanavyostahili.